Msikilizaji, kiukweli nilimtazama mzee yule kwa macho yaliyojaa mshangao. Macho yangu yalikuwa na mshangao mkubwa sana na hofu. Alikuwa ametamka masharti mazito sana mbele yangu. Nikamuuliza, kati ya kuchota maji katikati ya bahari au kunyoa hizo nywele za sehemu za siri katika maiti ambayo iko mochwari, ina maana nataka kusema haya yote ndio mambo pekee ambayo naweza kuyafanya na akaniondoa kwenye hii laana? Niliuliza kwa sauti ya kushuka moyo. Mzee yule alitikisa kichwa chake kisha akaniambia, binti, sio kwamba nasema kutaka kusema, bali ndio ukweli wenyewe ulivyo. Kila jambo lina sababu yake. Ulifanya kosa na kosa lako linahitaji kafara ya kuweza kulipwa. Huwezi kuondoka kwenye laana hii bila kulipa deni. Unachotakiwa kufanya ni kwenda katikati ya bahari na kuchota maji. Nilihisi tumbo langu likibana. Mawazo yangu yalizunguka kwa kasi. Je, niende baharini? Na hata nikienda nitachotaje maji katikati ya bahari? Hata kama nitapata maji hayo, kuna sharti jingine ambalo mzee hakuniambia bado. Na kuhusu mochwari, wazo la kunyoa nywele za sehemu za siri maiti iliyokuwa mochwari ilinifanya nihisi kichefuchefu kiukweli, msikilizaji. Lakini sikuwa na uchaguzi. Na vipi kama nikiamua kwenda baharini? Niliuliza nikiwa bado nina matumaini kuwa kuna njia nyepesi zaidi ya hizo. Mzee yule alitabasamu kwa upole, lakini tabasamu lake halikunipa faraja. Akasema, ukishachota maji katikati ya bahari, utatakiwa kuoga nayo hadharani, mchana kweupe, mbele ya watu wengi, mahali kama Kariakoo hivi. Wale watu wa pale ndio watatakiwa kuivaa laana yako. Mtu yeyote mwenye tabia kama yako ya kukojoa kwenye kopo nyumbani kwa watu na sio kwake, ambako hajui zindiko la nyumba hiyo, ategemee kuangukiwa na jambo hilo. Kufanya hivyo, tutakuwa huru.